vilabu vyao vya Simba au Yanga ama Azam na timu nyingine, lakini serikali ndio balancing. Kwa hiyo tuwaombe muendelee kuwa waadilifu kwenye eneo hilo. Mnajua, kila mtu anajua wajibu wake na majukumu yake. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ya uchache wa muda nitajielekeza kwenye hoja moja tu. Mradi namba 6505, ujenzi wa kiwanda na ununuzi wa mitambo ya uchapaji wa magazeti ya serikali TSN. Ukifuatilia taarifa ya kamati, wameshauri baadhi ya vitu ambavyo pia vinaweza vikashtua watu. Kwa nini tumeshauri kwamba mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali aende akapitie pale TSN aone kuna changamoto gani ilitokea. Lakini mimi nitaeleza kwa ufupi sana ili muelewe kwa nini tumesema kwamba waende wakakague. Tuna wasiwasi kuna kitu hakiko sawa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza mradi una maeneo mawili. Kuna upande wa ujenzi wa kiwanda, eneo la kwanza. Eneo la pili ni ununuzi wa mitambo na vifaa kwa ajili ya kuendesha kiwanda cha TSN, kuendesha mradi wote wa TSN. Kwa upande wa kwanza kwenye ujenzi, tarehe 7 Juni 2023 TSN ilisaini mkataba na kampuni ya Group 6 International ambao walipewa kazi ya kujenga hilo jengo ambalo ndio kiwanda tunachokizungumza, ambao ulikuwa na takribani bilioni 3.8 na malengo na mkataba ulikuwa unaeleza kwamba ndani ya miezi 6 wao wameshamaliza kujenga jengo, yani structure iwepo ili kiwanda kianze kufanya kazi cha TSN. Lakini mpaka ninapozungumza, ukiangalia hapo hesabu kuanzia Juni ilitakiwa Novemba wakabidhi jengo. Lakini mpaka ninapozungumza jengo halijakamilika Mheshimiwa Naibu Spika. Na halijafika 50%. Na tumeenda kamati kukagua. Lakini bado kuna changamoto. Lakini kwenye kitu ambacho kimetushtua sana ni kwa sababu mimi mwenyewe sijawahi kuona kwenye maisha yangu tu hata ya ujenzi. Kila mtu hapa anajenga, tunafahamu. Huwezi kununua furniture kabla hujamaliza kujenga. Lakini TSN wamenunua mitambo ambao pia eneo la pili nilisema ni ununuzi wa mitambo. Wameshanunua mitambo 78%, jengo halijafika 50%. Mitambo tunavyozungumza hapa sasa hivi, wamekodi godown, lile godown limewekwa pale, wanawasha AC full time, kwa mwaka wanalipa milioni 45 kwa ajili ya kupuliza ile mitambo isiharibike. Na hiyo mitambo imeshafika. Ilikuwa mradi unasema kununua mitambo 7. Wameshaleta 7, 5 imeshakombolewa bandarini, lakini 2 bado iko bandarini. Tunavyozungumza Mheshimiwa Naibu Spika, bandarini kuna mitambo ya shilingi bilioni 6.9. Hatujui na hali gani, kwa sababu hatukufika bandarini kukagua miradi ambayo iko mitambo ambayo iko bandarini, mashine zile za uchapaji. Lakini ambayo iko pale ambayo ni mitambo 5, Mheshimiwa Naibu Spika, imegharimu bilioni 15. 15.3B wameiweka pale ambayo iko kwenye godown pale. Kuna gharama za uendeshaji za kutunza ile eneo, kuna gharama za kodi tunalipa. Na tangu ukiangalia hii kununua mitambo ilikuwa 2022. Pamoja na kwamba najua ile ni special order. Kwa hiyo ile mitambo ilitengenezwa kwa ajili ya kufidi mahitaji ya kiwanda chetu. Najua kwamba ilibidi watoe ndio maana tumesaini 2022, alafu imeanza kuletwa mpaka sasa hivi 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, sijawahi kuona hiki kitu. Ndio maana tunaomba Mheshimiwa CAG akaangalie pale. Tunajua kuna mambo yanaendelea na yule mama pale ana mwaka sasa hivi. Yeye kabla hata hajaingia yule mkurugenzi mtendaji wa pale TSN, hayo mambo yalishatufanyika huko nyuma. Sasa sijui kama hii serikali iko namna gani, kwa sababu kwanza unaweza ukashangaa kwamba mitambo iko pale ni mitambo ya serikali. Serikali hii ni moja hii. Kwa nini mitambo baada ya kuiweka pale kutumia gharama kuilinda na kuihifadhi ili siharibike? Kwa nini usingepeleka kwenye entity nyingine ya serikali ambayo inafanya printing? Kwa sababu Mheshimiwa Naibu Spika, hii TSN tunavyozungumza ndio tulisema tutengeneze kiwanda cha uchapaji ili hata kulinda nyaraka za serikali zisiwe zinachapishwa kwenye makampuni binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, TSN bado inatumia makampuni binafsi kuendesha shughuli zao za media, za kiuandishi na uchapaji. Wanalipa makampuni kuprint taarifa zao, lakini pia manake tunapoteza pesa. Tukiweka hiki kiwanda tuna uwezo wa kuokoa 60% ya gharama za uchapaji wa taarifa zinazozalishwa kwenye magazeti ambayo yako TSN, magazeti ya serikali tunafahamu, nafikiri Daily News na magazeti mengine. Kwa hiyo niwaombe sana, najua tulishazungumza pia kwenye kamati, tuwaombe sana wizara, tunaomba muokoe, kwa sababu hizi ni fedha tunazozungumza ni fedha za Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, hizi figures nimetaja kwa sababu ununuzi wa mitambo pekee yake ni bilioni 23 full, na kwenye ujenzi inakwenda bilioni 5, kwa sababu kuna pati ya kwanza ya ujenzi na pati ya pili ya kuweka infrastructure za maji na umeme.
Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, kila kitokea waziri mpya anapelekwa pale kwenda kukagua lile godown pale, lile jengo limebaki pale White Elephant. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kiti chako na viongozi ambao wanasikiliza, hebu tumieni busara, pelekeni flow ya hela iwe nzuri pale, mwende mkamalize lile jengo. Malizeni ile jengo, ile mitambo ianze kutumika. Kama haiwezekani basi pelekeni kwenye entity nyingine ya serikali ambayo inafanya printing ili ile mitambo ikatumike, kwa sababu hizo fedha ni za walipa kodi wa Tanzania. Na tunaongea hivi kwa uchungu sana kwa sababu tumeenda kuona pale, Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa hiyo nitaka nizungumze hivyo, lakini pia cha mwisho niwapongeze sana TFF kwa sababu tulienda kukagua one of the sports academy, vituo vya michezo viwili, kimojawapo Tanga na Kigamboni. Tumeona vijana waliopita pale wameshinda kwenye michezo mara 2 under 15, vijana wadogo under 15, na tumeona. Kwa hiyo tunaomba pia serikali iendelee kuona umuhimu wa kuanzisha sports academy, kwa sababu pia tuna miaka miwili kwenda kwenye AFCON. Pengine tutasaidia pia kukuza vipaji, na pengine hata sisi watu wa Ikungi tunaweza tukapata pia sports academy, na pengine tunaweza tukapata pia kiwanja cha riadha, kwa sababu unajua sisi watu wa Singida tunakimbiza upepo sana. Ndio maana mnaona hata Alphonse Simbu ameshinda kwenye mashindano ya Boston juzi. Ninakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba kuunga hoja ya kamati mkono. Hali hiyo imeanza kubadilika kwa sababu ya mtiririko wa fedha. Kwa mwaka 2023-24 zilitengwa shilingi bilioni 10, lakini zilitoka shilingi milioni 270 pekee. Katika mwaka 24-25 zilitengwa shilingi bilioni 5 na zilitoka zote bilioni 5. Katika mapitio ya bajeti ilionekana umuhimu wa kuongezewa fedha bilioni 4 na milioni 800 katika mradi huu, na tayari kwa miezi 4 iliyopita serikali imetoa shilingi bilioni 2.3, hivyo kufanya jumla ya fedha zilizotolewa mwaka huu 2024-25 kuwa bilioni 7 na milioni 300. Hivyo kwa usimamizi unaoendelea sasa na kwa mtiririko wa fedha unaoendelea, mradi umefikia 57.9 na unatarajiwa kukamilika Septemba 2025. Wizara inapokea ushauri wote unaopatikana unaotolewa na wabunge, lakini niwahakikishie hali ya TSN inazidi kubadilika, na tunaamini kutokana na huu mtiririko wa fedha hali itakuwa bora zaidi. Lakini lolote ambalo litatusaidia kufanya hali hiyo ikamilike kwa haraka, sisi tunaliunga mkono na tutalifanyia kazi.